Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. Seven Fruit ndio mchezo wangu mama na upenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Mimi kazi yangu na hichi kipi bora. Lakini inatokana kwa sababu hakuna uhuru, lakini kungekuwa kuna uhuru, yani bodi ya ligi ipo uhuru, mtu anaweza kuhoji kwamba okay, sawa kiongozi, nimesikia request yako, lakini kwa hoja gani ambazo wewe unazo ambazo zinanifanya mimi nisifungue geti hili? Lakini kwa vile tunajua tu mkubwa akikupigia simu unatakiwa utii, ni amri, watu wanatii. Inawezekana hata mtu akuhoji kwa nini sitaki kufungua ya mageti badala ya kufungua tu geti. Juma, ulikuwa unataka kusema? Hapa tutakuwa tuna wimbo nani wa kumfunga paka kengele, kwa sababu bodi ya ligi nao kwenye situation kama hii wakiona pagumu wana mzigo wanaotupia TFF, kwa sababu ya kwamba hivi vyombo vyote vinategemeana kwa wakati mmoja. Kwa sababu kama bodi ya ligi wangekuwa huru, nadhani Almasi tungekuwa tuna hoja nyingi sana za kumuuliza. Baada ya nyewe kupigiwa simu, kwa nini na nyewe pia mlikuja mkaamka mkaandika barua ya kwamba mechi tena haipo, si ndio? Kwa nini msingetoa taarifa? Na ripoti yenu ya kwanza ambayo mlikuja nayo kwamba kuna viashiria vya rushwa pamoja na uvunjifu pia amani, si ndio? Hiyo ni miezi 3 iliyopita. Kwa nini hii leo tena imekuja hoja nyingine kwamba concern yenyewe kuistopisha hii mechi ni kiongozi alipiga simu kwamba mageti asifunguliwe? Hoja yake ilikuwa ni swali jingine linakuja Juma. Kwa nini baada ile simu kesho yake tukatolewa barua kwamba mechi ipo? Mtu kiongozi mmoja alisema mechi ipo. Lakini tena baadaye kwenye chombo. Alafu baadaye tena tunakuja kuambiwa mechi haipo. Je, ni simu ilijirudia tena? Kwamba wewe kwa nini unaendelea, kwa nini unatoa taarifa kwamba mechi ipo wakati tumeamua mechi isiwepo? Jambo hili bado ni zito sana. Na ukiangalia sasa hivi viongozi wenyewe wameingia unyonge. Yaani wamekuwa baridi, na inaonesha hii jambo ni very serious kuliko watu ambao walikuwa wanalichukulia. Lakini pia angalia facial expression alikuwa anaitumia jana Alikamo kwenye kuzungumza. Yaani Young Africans ya watanii kile ambacho alikuwa anakiongea jana. Yaani jana mimi nimepata tena kutizama na kuziangalia zile clips, nikasema hii ngoma mbichi, na vyote vitakavyokuwa tarehe 15 hamna dabi. Sawa, ngoja ni wakati tuko hapa kabla tuanze kipindi, mchambuzi mmoja anaitwa Kamanda alisisitiza kwamba Yanga asisahau kwamba amepewa onyo na TFF. Msikia Kamanda alizungumza hapo kwenye kipindi. Haihalalishi nyinyi mkikosea watu wasiwaambie. Sasa nafikiri Jeff alichokuwa nakizungumzia kwenye zile kauli za Ali mpaka kupelekea Jeff kusema hivyo ni hii hapa. Ngoja tumsikilize Ali Shabani. Haya magumu yanayoanza msimamo wake ni hatutashiriki mechi namba 184. Hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, mbili zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza vikoro viwili vya ligi vilibaki, mechi mbili za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati ndani. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zangu, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi ya Rusi, aone nguvu ya wananchi na kumtaja. Aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse. Alafu ataiona nguvu ya wananchi na kumtaja.
Ali ni kama vile alikuwa anaongea emotion zilimzidia jana, naona ametoa biti kweli kweli, yani sio biti tu, kuna mtu anaweza akaitem kama ni kauli chochezi hiyo ya kusema kama kuna mwanaume aguse afu ataona nguvu, ni kama unatoa vitisho sasa. Of course, yani we know jambo limekera limefanyaje, lakini ndo kitu ambacho wote tunakizungumza kila siku. Ukishavaa taswira ya club, kwa sababu mengi ambayo alikuwa anazungumza Alikamwe jana watu wameitem kwamba ndo msimamo wa club, na yeye alisema huo ndo msimamo wa club. Kwa hiyo tena kuna mtu anaweza kusema okay, tayari Young Africans wanatishia kufanya vitu ambavyo ni vya ovyo. Wanaitishia mamlaka ambazo zinahusika na hizo ukataji point. Hichi ndio kitu ambacho tumekuwa tukikataza kila siku kwa wao wasemaji. Of course, wewe nenda pale, wasilisha mtazamo wa klabu wako unavyotaka. Taswira ya klabu inasemaje? Jana Ali ndo maana nizungumzia, kama ulikuwa unamwangalia expression zake zioneshwa ni mtu ambaye amechukizwa sana na hichi kitu. Na inawezekana kupitia kuchukizwa huko ndo ukamfanya ongee kauli ambazo mtu mwingine ukikaa unaweza kusema hii ni kauli chonganishi ama ni kauli tata ambayo inaweza ikafanya mtu aamini kwamba nyinyi mnatishia hata usalama. Kuna watu mnaweza mkawapa mianya ya kwanza kupita na backfire. Kwa hiyo jana vitu vingi hivyo viongea ni vya msingi, lakini namna kwenye hiyo kauli na uwasilishaji pale aliposema tu Yanga labda haitokatwa alama ishia hapo, lakini kwamba sisi kama kuna mwanaume amevaa tai sijui huko anahisi kwamba kuna anaweza akachukua alama za Yanga akate aone ndio utajua 15 mbali ajaribu hata robo nusu alama atajua. Na maana sasa hapo ni familia ya Kambale, yani tunatishiana wote tuna ndevu, tumeanza kutishiana. Hii Young Africans pamoja na hoja zote ambazo wako nazo bado hapo chini ya mamlaka. Na sio na hoja zao zote za msingi. Ni za msingi lakini sana. Tu kuna namna ni za msingi. Kuna namna ya kuwasilisha hoja. Wewe ni sasa leo hii umeitwa labda na bosi wako. Una hoja ndio, unaiwasilisha vipi? Bosi wako aweza akatumia hoja zako kupata mianya kuingia na kukufanya asikutatulie tatizo lako. Akakudhoofisha kutumia hoja zako wewe mwenyewe. Let's say kauli hiyo imetolewa, hiyo kwamba utajua nguvu ya wananchi. Wakisema kauli kama hiyo ndo tulisema ilitumika kwenye watu waliofika siku ile uwanjani, ndo tukaitem kwamba inatishia usalama mechi kutokuchezwa. Mtabisha nini? Na bora unajua kuna hii hapa kusema kama wewe mwanaume umevaa tai we kidume kata point. Ni kama unatishia amani. Yani ni kauli fulani ambayo binafsi sikupendezwa nayo. Sikupendezwa nayo, na naamini kuna watu wengi inawezekana mashabiki wanga akawaelewi ni nini ambacho sisi tunakiongea hapa, lakini ukikaa chini tumetoka kuongelea kauli ambazo alikuwa anazitoa Ahmed Ali kuelekea kwenye mchezo dhidi ya RS Berkane. Tuliona matukio ya mashabiki upuuzi ambao walikuwa wanaufanya. What if tena mashabiki wanga nao watakuja kufanya hivyo? Kwa nafikiri hao wasemaji sijui kwa kuna refresh causes zinatolewa kila baada ya muda ama jinsi ya kumanage anga pale ambapo unazungumza kitu ambacho kimekugusa zaidi. Too emotional. Yani Juma hili unalizungumziaje? Statement za Alikamwe ni kweli yuko sahihi, lakini ni kweli namna yake wasilishaji jana ilikuwa haiko sawa. Nadhani mtaondoka na mstari wa mwisho wa Ray kama inatakiwa kozi pia iwepo, kwa sababu hii misimu hili mitatu tulikuwa tuna changamoto ya walimu, especially baada ya mechi ama kabla ya mechi kwenye zile speech zao, matokeo ambao wamekuwa wakiyapata. Lakini nadhani kutokana na sheria ambazo zilizowekwa msimu huu tumeona walimu hawaongei kwa kupitiliza, hawaongei maneno makali, kitu ambacho naamini tupo kwenye track nzuri sana. Lakini hata pia kuna baadhi ya viongozi namna gani ambao wanatakiwa kuweza kufundishwa kuweza kuielekea jamii. Of course unaweza ukaelewa kwa situation ya jana na kila ambacho kilichomkuta. Mimi nilizungumzia ili toka mapema kwamba viongozi wanatakiwa kuwa smart zaidi kwenye mazungumzo ambao wao wamekuwa wakifanyaje wakiweza kuyazungumza. Kwa mfano Karia baada ya issue ya dabi kuweza kushindikana alizungumza moja kati ya kauli ambayo nadhani pia ilikuwa sawa, kusema kwamba viongozi wamefanya utoto. Na nilizungumza hapa nikasema kwamba hapa president alifanyaje? Aliteleza kwa sababu zile ni taasisi. Kuna watu wazima wanaitwa baba. Leo hii wala watoto wao wakisikia kwamba sisi baba zetu
wameambiwa kwamba wamefanya vitu vya utoto, tena wanacheza sinema wanacheza sinema, haikuwa pia nzuri, si ndio? Kwa hiyo tukianzia kule juu mpaka kuja huku kuna namna pia. Yes, mpira wetu ni familia ya Kambale, kila mtu ana ndevu, na ndio maana unaona wanajibizana katika namna hiyo. Yani sisi mpira wetu bila maneno hauendi, yani ndo kama ndo hizi sehemu za sio uendi, tumeufanya usiende, tumeufanya yani bila maneno mpira wetu